ishi. Nyinyi wakina nani? Mnakuja kutamba katika himaya yangu. Kwa nini unamsaidia mtu ambaye hapaswi kusaidiwa? Mnataka kucheza na mganga kautaka. Acha kumsaidia huyo mtu unayemsaidia. Tunakuonya mara ya mwisho, la sivyo utatuona sisi wabaya. Nyinyi vikaragosi, amnifanyi chochote. Mnataka kucheza na mganga kautaka. Nitakusanya, nitafinyanga. Nitaenda kwa tupu. Mbingu habari ya sana. Potea! Kuja tu mnatamba katika imara yangu. Ninyi kina nani? Mnataka kufa tufungani? Wasumbueni vigaragosi wengine. Mimi anga maji kwa kile. Jirani, oh jirani, 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 jirani, oh jirani. Ndio hivyo rafiki yangu Kevin. Unajua pale nyumbani pale kuna mjomba wangu amekuja. Naishi naye pale. Sasa yule mjomba wangu ni kama kuna vitu ananinyima, yani ananinyima uhuru wa kuweza kumweleka. So unajua mimi ni mzee wa mishenyento time, mzee wa kuzagamua. Sasa mademu wanashindwa kuibuka pale maskani pale kwa sababu yule dogo, na sometimes wakiibuka yule dogo anapata shida kukaa nje pale, nini vitu kibao vinamuuma pengine mpaka asubuhi. Ni kama anamkaraisha sana. Sasa nilichofikiria nikakaa nikaona mimi na rafiki yangu mzuri sana bwana Kevin kwamba yule anaishi peke yake ambaye ni wewe. Sasa nikaona nije nikuelekeze tu haya mambo kwamba unisaidie nimchukue yule mjomba wangu pale kwangu, nimuondoe pale, nimhamishe, nimlete kwako uje ukae naye ili kwamba mimi pale aniachie uhuru wa kumweleka wa kujilimbwasa pale kwa sababu nakosa vitu kama hivyo. Kwa mimi ninachoomba nisaidie nimchukue mjomba wangu nimlete hapa kwako ili kwamba mimi nipate nafasi ya kumweleka pale. Nakosa uhuru bwana. Hebu nisaidie kwa hilo bwana. Kweli rafiki yangu, hapa naishi peke yangu, lakini mtu nilionaye zaidi ya watu 100 naweza nikasema. Kwa maana yani muda wowote yeye ni kuibuka na kutoka. Kuibuka na kutoka. Kwa hiyo inaniwia ugumu. Naweza nikamsaidia sawa. Nikakaa naye. Lakini anataka kuja kusaidia hapa. Itakuwaje au tunaiwekaje hapo yangu? Kevin, wewe bwana hapa uko peke yako. Na huyo mwanamke unayemsemea ni mmoja tu ambaye yule dogo mke wako sio shemeji, anaweza kaja mara moja tu na kuondoka. Sasa mimi pale ni mzee wa kubadilisha pale. Lile ni geto la machinjio. Uone kwamba yule dogo akija hapa kwa mara moja, hata ukimwambia bwana dogo nipishe kidogo anaweza kukusikiliza. Sasa hebu sikiliza bwana. Hebu nisaidie bwana. Wewe hata ukioa na demu ile demu hapo ni moja tu ndugu yangu. Kweli ni mmoja lakini mmoja anakuja na kutoka kama unavyoelewa ndugu yangu. Hivi vitu vinakuja tu na kuondoka, anakuja na kuondoka, na uoga vinakuja tu. Sio kusema kwamba labda kuna ratiba maalum, kusema kwamba labda siku fulani nakuja, siku fulani akijisikia anakuja, asipojisikia hivyo. Sasa inakuwa vigumu mimi kuweza kumpa nafasi yeye kwa naomba kwamba siku yoyote anaweza akaja, naweza nikamchukua mdogo wako au mjomba wako huyo, nikawa nakaa naye, afu hiyo siku naye
akawa amekuja mama mtu. Kwa hiyo inakuwa vigumu kidogo rafiki yangu. Basi sawa Kevi, mimi nafikiri kwamba hapo kama chuma kimekutana na nazi, kwa lazima kimoja kikubali. Hakuna shida, lakini kiuhalisia yule dogo ananinyima kabisa, ananinyima raha juu ya mambo. Sema punguza na rafiki yangu tena. Wajinga kupunguza. Kevi, wajinga kujikontrol. Mimi nashukuru bwana. Mwanangu Nasi. Mama. Yale yote nilokuelekeza ndio hayo sasa yamejitokeza hapa. Kumbe wewe umebeba mimba ya mtu mwingine. Hii si aibu mwanangu? Mama, naomba unisaidie. Ndio maana mama nimekwambia nataka nirudi hapa nyumbani. Isitoshe amenipigia simu ameniambia kesho kutwa anarudi. Sasa kama mume wako amekupigia simu kesho kutwa anarudi, wewe utasemaje urudi hapa nyumbani? Ni bora ukae huko nyumbani mume wako akukute, kuliko kusema wewe uje ukae hapa nyumbani. Uone mwanangu utaniponza mama yako. Nisaidie mwanao. Mimi hapa sina msaada wote wa kukusaidia wewe. Zaidi wewe utoke hapo, urudi huko kwa mumeo. Maana hivi vitu ni vya aibu mwanangu. Uso wetu tutaweka wapi hapa si mtaani? Mwanangu Godizo, mimi dada yako Nasi ananichanganya. Amekuja hapa nyumbani anasema anataka kuja kukaa hapa nyumbani. Isitoshe ana mimba ambayo sio ya shemeji yako. Sasa itakuwaje mwanangu Godizo? Mama, dada na mimba na sio ya shemeji. Amna, sio kweli. Hizo ni tetesi tu za mtaani. Dada hawezi akafanya hivyo. Na chana nazo hizo mada. Unajua nahisi ni uongo tu huko, na ukisupport uongo maana itakuwa ipendezi. Dadangu hawezi kufanya hivyo. Mtu akikuletea neno usilikatae mwanangu. Ni kweli. Kwa nini hawakwenda kusingizia watu wengine mpaka wamekuja kwa dada yako Nasi? Mimi Nasi namjua Godizo. Mama, hizo mada zina kweli ndani yake. Ila kama ni kweli hizo mada, mimi nitamaliza kwa shemeji, maana yule na mmodo. Na misha mazango pole hadi anaingia kwenye mfumo. Na kuhusu dada, usio karuhusu arudi tena hapa nyumbani wakati mimi wake shapiga simu anakuja. Kwa hiyo mimi nitamsubiria shemeji arudi afu nitaenda kuongea naye. Na nitamjaza chumvi hadi yeye mwenyewe ataamini kama kweli, lakini ila dada anafanya hivi. Hawezi kufanya hivi. Na kama ndo kweli wewe niachie mimi mama. Shemeji na mmodo. Ana tumaini. Yaani kama kweli nitamlisha matango poli, nitamdanganya hadi atakaa hapa. Ila wewe kusahau mambo sana na bwana mama. Kwa hiyo haya matango poli ndio dawa? Ana mdanganya hadi anaelewa. Ila dada ni hapa kisha asirudi wala ni usije ukamkubalia rudi hapa. Haki ya Mungu. Habari za saizi kwanza, Jada? Akoje saizi wa salamu hapa.
Mkuja kufuata nini hapa kwetu? Na kwanza umepajuaje hapa? Jeda, mimi nimeulizia huko mtaani, nimeulizia mtaani wakaniambia kwamba kwenu ni hapa. Kwa hiyo nikaona ni bora nije hapa tuzungumze. Kwa sababu hata hivyo kuna mambo mengi ya msingi ambayo mimi na wewe natakiwa tuyazungumze. Unaelewa Jeda? Kwa hiyo mimi nilifikiri kwamba nikifika hapa utanikaribisha, unipatie kiti nikae hapo tuyazungumze. Sasa nafika unaanza kupiga makelele, sasa unapiga makelele wewe. Wewe kaka uko sawa wewe. Nikupe kiti hapa kwenu. Alafu nifanye uondoke. Babangu akikukuta hapa. Enda kufanya kitu mbovu. Kwa sababu babangu hapendi sema na wanaume. Sasa mimi na baba yako kunikuta hapa tunahusiana nini? Yaani mimi nimekuja hapa kuna mambo ya msingi ambayo nataka tuyazungumze. Sasa unaponiambia habari za baba yako ni mkali sio atafanya nini? Sasa mimi kwani nimekuja kufanya nini? Mimi sijaja kufanya kitu chochote zaidi kwamba kuna mambo ya muhimu ambayo mimi na wewe inabidi tuyazungumze. Bwana hiyo vitu vyako nitakuongelesha vijua, nishafahamu. Kila siku unakatalia kwamba mimi sio ndo watu tunawazania. Mimi sio mjomba wako, mimi sio vitoto vichawi. Mbona unielewi wewe? Kwa nini unisikii? Hebu nisikilize. Hebu toka bwana. Mambo yanazungumzika Jeda. Sababu inabidi tukae chini tuzungumze. Sasa unapo niondoke, hebu nipatie kitu nikae tuzungumze. Uzungumze na nani bwana, toka. Ayafanya uondoke. Ondoka bwana. Hebu toka. Hapa. Toka bwana. Toka. Hebu nenda. Hivi Nasri ni shoga yangu. Kwa nini unakuwa hivyo? Acha kuwa hivyo. Soma kwanza, mapenzi baadaye. Bwana, Nila na wewe Mai, niacheni kwanza. Niacheni relax na maisha yangu. Kwani mimi niko na mpenzi kinazulika nini? Wewe Nasri, acha kwa fikra mambo sio. Mama kuna kulipia hela ada. Kila kitu unachokitaka, alafu unaleta uchizi kwenye masomo. Bwana nyie, mimi naona kaveni. Yaani nimewaita hapa nikajua tu tunaongea kama watu wazima wenzangu. Kumbe mnakaa kama vile watoto bwana. Hebu niacheni relax na maisha yangu bwana. Kwanza mshangae, anakula vizuri, anavaa vizuri, shule anakuja vizuri na anasoma vizuri. Sijui kinachomninilia yeye hapo ni. Yaani natamani ningekuwa mimi hizo pesa za shule napewa. Yaani ningekuwa na mambo yangu kabisa, nisingefuata mambo ya mapenzi. Yaani kabisa nisingejiingiza. Tusikilize sisi. Baadaye akikukuta usitufuate na kutuomba ushauri. Mfuate huyo anaokuchezea akili zako. Haiwezi kunikuta kwa sababu yani nampenda. Yaani kwanza sijui kwanza itanikuta lini, niwaambie tu kweli. Mimi nampenda, ananipenda, kwa hiyo mimi. Sawa, mwenzetu umekuwa mfalme njozi, haujui atakayokukuta. Yaani mamake anavompenda. Yaani hadi ila natamani ningekuwa mimi jamani. Sisemi sana yani. Huko shule anavodilika mtoto. Yaani anakuja na hela kibao, yaani mpaka namtamani rafiki yangu. Bana mtajua na yenyewe. Mimi naelekea zangu hivi, aliniambia tukutane kweli. Wewe Naslini wewe. Naslini. Wewe Naslini wewe. Sasa tutafanyaje? Tutakutana naye shule ili kumpa onyo la mwisho kesho. Haya tuondoke. Nimefanya uchunguzi, nimegundua kuwa lile jambo liloniambia lina ukweli ndani yake. Ila kinachonichanganya, bado sijamjua huyo mtu aliyompatia Sisteli mimba ni nani. Kwa hiyo sijui wewe unamjua. Hapana mwanangu. Huyo dada yako aliyompatia hiyo mimba mimi simjui. Ila nilishai kukaga na dada yako Nasi. Alikuwa akiniambia mimba hii si ya Juma, si ya nani, maana mimi simjui huyo mwanaume mwanangu. Sasa mama, ngoja mimi niendelee kufanya uchunguzi ili nimjue huyo mtu ni nani. Mwanangu Godizo, sikujua kama akili zako sasa hivi zingebadilika, unaongea maneno kabisa ya kikubwa kabisa.
tofauti na kipindi cha nyuma. Mara umelewa, mara umedondoka, mara hivi, mara au akili ziko hazijakomaa mwanangu. Lakini sasa hivi naona akili yako imekomaa, unanieleza jambo mama yako mpaka mwenyewe najisikia raha. Mama, nafikiri basi ondoa shaka. Mimi nitajaribu kulifuatilia kwa kina hadi nimjue huyo mtu ni nani. Maana amekuwa mtu ambaye kuichanganya sana familia yetu. Na hata tuelewe sasa tutaanzia wapi kumdanganya shemeji nini. Hivyo basi ondoa shaka mamangu. Na kwa hiyo nitazifanyia uchunguzi kwa kina na tutajua tunafanyaje. Haya, nashukuru mwanangu. Mungu akubariki mwanangu. Basi sawa mama, mimi naona nikuache. Ngoja niwae nyumbani. Ila ndani ya kesho kutwa Mungu akijalia nikaja kukuona. Amina mwanangu. Mungu akubariki. Haya mama. Umebariki. Hivi Nila, Nasiri ametuona sisi ni wajinga sana. Ametuambia tumsubirie pale ili tuzungumze yale maneno ya jana. Sisi tumemsubiri hadi sasa hivi saa 1. Hivi nia yake ni nini? Ni kweli shida yake anataka tugombanishe na wazazi wetu. Tuonekane si malaya, tuna tabia chafu. Hivi mimi nawaza kitu kimoja. Kwa nini tusimwambie mama yake? Kama tukimkuta yeye kapona, ila kama tukimkuta mamake tunamwambia ukweli wote. Sawa, tutamwambia. Weshazo. Hivi unanichukuliaje mimi? Yaani mimi nakuchukulia hivi? Unanipenda unipendi? Au sio maswali ya kuniuliza? Ulikuwa unataka mimi nikuulize maswali gani labda? Sikia nikwambie, nimeshakwambia sio maswali ya kuniuliza. Na mimi sifikiri kwamba umeniita hapa tuje tuanze kumbana, si mambo unataka nikuulize maswali gani. Hebu zungumza vitu vyenye point basi. Kwamba wewe unataka tuzungumzie nini? Tunafanyaje kuhusu hili swala la ujauzito wako? Sikiliza nikwambie, mimi nimeshakuelekeza kwamba kwa sasa na mambo mengi ya kufanya. Si unanielewa? Kwa mimi sina harakati za kuwa tena na wanawake. Sio kama unanielewa ninachozungumza. Huna habari ya mwanamke au una habari na mimi? Kwa sababu kama huna habari ya mwanamke, mbona nilikufumania juzi? Kwa hiyo mimi nafikiri kwa sasa ungefanya harakati zako tu. Na kuhusiana na hiyo mimi, ni wewe mwenyewe ndio utajua kwamba inakuwaje. Sio unielewa? Unasemaje wewe? Subiri, sasa sikia bwana. Una mwafaka gani na ujauzito? Nisha kwambia mimi kwa sasa sina mpango wa kuona mwanamke. Kwa hiyo mambo ya ujauzito wako utajua wewe. Najua mimi tena. Wewe ujauzito utunze mwenyewe au ufanye chochote. Mimi nishakuelekeza sina mpango wa kuona mwanamke. Unaponiambia habari za ujauzito zinahusiana nini na mimi? Tena usijaribu kuendelea kunifuatilia na kuzungumza mambo yako ya ujauzito. Saizi unajibu hivyo. Kwani yapunda kweli haina nani? Yaani huu tumekustiri kwa unalala chini pale. Sasa hivi unajifanya umeshaanza kuona wanawake huko, mimi sifai. Nasema hivi malipo hapa hapa. Hapana. Leo inabidi tuondoke na wewe. Twende tukakufunze adabu kabla ya kifo chako. Hapana. 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 Hapana.
jirani, jirani, oh 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 jirani. Umeleta mtafaruko, umeleta machafuko.